Bwana Yesu asifiwe. Tusimame wote. Tuombe. Baba yetu, unastahili sifa. Asante kwa siku ya leo tena ambao tunasikia sauti yako. Tunakutukuza maana umetenda maajabu katikati yetu. Tumesikia shuhuda nyingi za ajabu. Ni wewe unayetenda kazi. Sisi tunaendelea kushangaa ya kwamba neema yako ni kubwa, ukatutendea hata sisi. Ni kwa neema yako. Endelea kutenda, uinuliwe wewe. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba, amen. Siku ya jana tuliomba kwa ajili ya watoto na tukazungumza sana habari ya kuwa makini na watoto wetu. Tuchukue hatua, tukijifunza maneno ya Mungu tuchukue hatua, tusiishie kufurahia. Namshukuru Mungu, kuna niseme watoto mimi naona ile akili ni ya mtu mzima, kwa sababu walikuwa wanasikiliza hapa. Mama yao leo ameniambia wamerudi nyumbani, wamechukua zile ni kama aina fulani ya vidoli vya labubu. Anasema wamechoma wenyewe. Nikasema kumbe watoto nao wanasikia, wanachukua hatua. Wamekusanya wenyewe, wakamwambia mama yao, leta mafuta tuchome. Nimetumia ile picha, ukiangalia inavutia kweli kweli. Sasa kati ya vita ambavyo tunatakiwa tupambane kwa ajili ya watoto wetu na kudhibiti vizuri, nimesema kabla ya kuanza somo la leo niguse tu mambo mawili muhimu. Nitasoma quotation pia za Ellen White kadhaa, alafu baadaye tutaingia kwenye somo la leo. Vita ya muda. Watoto wetu inatakiwa tuwatengenezee muda mzuri. Mungu anapata nafasi kiasi gani kwa watoto wako? Hicho ni kitu lazima uchunge, ukiangalie vizuri sana. Maana usipotengeneza muda kwa ajili ya Mungu, shetani atatengeneza muda kwa watoto wako. Kuna watu walifanya utafiti ufuatao. Kwa mwaka takriban masaa 1200 ni muda ambao mtoto anatumia shuleni kwa mwaka akifundishwa elimu ya dunia. 1200. Masaa 1500 ni muda ambao mtoto wa kisasa anatumia kwenye screen, inaweza kuwa simu au TV. Masaa 52 ni muda ambao mtoto anatumia kanisani kwa mwaka. Tuko pamoja? Ukiangalia kwa haraka, nani ameshinda kwa masaa mengi hapa? Screen. Sasa hii wamechukua kwa ujumla kwa madhehebu yote. Wakaenda zaidi ya hapo katika madhehebu ambayo yanasifiwa kwa kuwa na program za watoto vizuri, wa Adventista. Kwa hiyo wakaenda kuchunguza wa Adventista separately. Wakagundua yafuatayo. Wao wanatumia elimu ya dunia zaidi ya masaa 1200 kama wenzao. Tuko sawa? Na wanatumia muda pia wa skrini kwenye TV na vitu kama hivyo kwa masaa 1500. Hawajawazidi wenzao wa Pentecost na Baptist, wako sawa. Lakini hupokea malezi ya kiroho ya kanisa kwa takriban masaa 130. Wenzao wakiwa 52, wao wako 100 na ngapi? Na 30. At least wameongeza kidogo. Sasa hii ndio sababu katika vile vyama vyetu vya kuna adventure swina ni vya muhimu sana. Pathfinders ni muhimu sana kuwa navyo, ili tuendelee kuwakuza watoto wetu kiroho.
maana shetani ana target hapo. Sasa quotation moja ambayo nimepata message kama 3-4 za kuomba niweze kuisoma. Najaribu kuona kama nitaweza kuikuza kidogo. Imekubali. Nitasoma kwa lugha ya mkoloni alafu nitakuja kwa lugha ya Kiafrika. Ni testimony for the church. Itakuwa hii ni volume 3 kama sijakosea. Ukurasa wa 76 paragraph ya 3. You who profess to love God, take Jesus with you wherever you go. And like the patriarchs of old, erect an altar to the Lord wherever you pitch your tent. Hallelujah. A reformation in this respect is needed. A reformation that shall be deep and broad. Parents need to reform. Ministers need to reform. They need God in their households. They need to build the west places of Zion, to set up her gates and make strong her walls for defense of the people. Ngoja ni paraphrase kwa Kiswahili. Wakati fulani tukiwa pale Magomeni tukifanya mikutano na pastor, ni wapa hapa Kenya. Pastor nani? Nione kama mnakumbuka. Mimi naongea Dar es Salaam. Wa Kenya, acha Njuguna. Asiwaambi. Ilikuwa tu last year. Wa Kenya ni Mkenya. Basi homework. Tulikuwa na kipindi tunakiita kurejea madhabahuni. Sasa kwa vile hapa niko Nairobi na kuna wafanyabiashara na watu wameajiriwa, usifanye huu mchezo katika maisha yako. Ukihama nyumba ukaenda nyumba nyingine, tengeneza madhabahu ya Mungu kwenye hiyo nyumba. Watu wananiuliza, pastor, tunajenga madhabahu kwa namna gani? Ujengi madhabahu kwa kujenga. Una locate eneo maalum kwa ajili ya maombi. Pale kwenye ofisi yako sio lazima kila mmoja ajue, lakini unaweza ukachange hata deski unapokaa tu, ukabadilisha masaa, ukasema ikifika saa 9 ni saa yangu ya ibada. Unakaa pale, tayari umetengeneza madhabahu hapo. Watoto wetu wakuwe wakijua ya kwamba kila tukihamia kwenye nyumba, tumetoka eneo moja tumeenda eneo lingine, cha kwanza tunamwita Mungu aliye hai. Hii ni muhimu sana. Sasa staili ya maombi, sisi kama watu wa Agano Jipya hatuna sheria inayotubana kwamba lazima iwe staili fulani. Kwa nini nasema haya? Moja ya story ambayo nimekuwa nikiwasimulia hapa ilikuwa ni ya huyu mama ambaye nataka niisome kidogo tu hapa usikilize maneno yake. Wazazi wote naomba mnisikilize sasa hapa. Parents have a great and responsible work to do, and they may well inquire, who is sufficient for these things? But God has promised to give wisdom to those that ask in faith. And he will do just as he said he would. He is pleased with the faith that takes him at his word. Hallelujah. The mother of Augustine prayed for her son's conversion. She saw no evidence that the Spirit of God was impressing his heart. Tunataka evidence. Mungu, nimeomba ache bangi lakini amekuja ananuka bangi bado. Tunataka evidence. Sikia maneno. Mungu atusaidie sana.
She saw no evidence that the Spirit of God was impressing his heart, but she was not discouraged. She laid her finger upon the texts. Mnakumbuka hiyo eh? Presenting before God his own words, and pleaded as only a mother can. Her deep humiliation, her earnest importunities, her unwavering faith prevailed, and the Lord gave her desire of her heart. Today, he is just as ready to listen to the petitions of his people. His hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear. And if Christians' parents seek him earnestly, he will fill their mouth with arguments, and for his name's sake will work mightily in their behalf in the conversion of their children. Niombe niweke kwa lugha sasa ya kwetu, nisikosee sentensi yoyote. Mungu atusaidie. Wazazi wana kazi kubwa na ya uwajibikaji mkubwa wa kufanya. Nao wanaweza kuuliza, ni nani anayefaa kwa mambo haya? Maana wanajisikia hawafai. Lakini Mungu ameahidi kuwapa hekima wale wanaomuomba kwa imani, naye atafanya kama alivyosema. Anapendezwa na imani inayomchukua au inayomwamini katika neno lake. Yaani unaamini kwamba Mungu kwa vile amesema, naamini atafanya. Anasema Mama Agustino aliomba kwa ajili ya kuongoka kwa mwanawe. Hakuona ushahidi wowote wa Roho wa Mungu akigusa moyo wake, lakini hakuvunjika moyo. Aliweka kidole chake juu ya maandiko, akimletea Mungu maneno yake mwenyewe, na akasihi kama mama tu anavyoweza kufanya. Niongezee sauti kidogo ya hii kitu. Unajua kuna maombi ambayo mama anaweza akafanya, baba hawezi. Mnakumbuka jana hapa niliwaambia kuna vitu naogopa kusema kwa sababu mama anaweza akamisuse. Lakini ukweli ni kwamba kama kuna ombi ambalo lina nguvu ni ombi la mama. Unaweza kusema baba, je, baba ana sehemu yake. Baba kazi yake kubwa, wakijua baba wamewekwa kwenye nyumba kama makuhani. Wao wana kazi kubwa ya kubariki watoto wakiondoka. Lakini kama kuna kitu kimeenda kombo, mama ana nguvu, amepewa na Mungu. Akina mama huwa anawakataza sana. Ukiona mtoto wako anapitia tabia mbaya, mke wake amekuletea kesi kwamba yuko hivi, usianze kulalamika. Unapolalamika unapatia nguvu matatizo, una energize. Tumia mamlaka ya mama kuomba mpaka mtoto abadilike. Haleluya. Tuje kwenye mambo ya kiroho. Watoto wa Mungu, kuna tofauti ya religion na spirituality. They are two different things. Religion is full of regulations. Spirituality is more of relationship. Ndio ukisoma hapa anachosema Ellen White, anasema huyu mama huwezi kuona popote tunafundishwa kwamba lazima ufanye hivi. Huyu mama ina maana Roho Mtakatifu alimuongelesha ndani bila kufundishwa na pasta. Tuko sawa? Akafungua Biblia, akashika ahadi. Lakini anasema hivi, aliomba kwa maneno yake mwenyewe. Ina maana Biblia ina kitu imesema, lakini aliposhika hakufuata mafundisho ya kufundishwa kwamba lazima utamke hivi ndio vitu vitokee. Hiyo itakuwa ni uchawi. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa au arudie tena. Amesemaje? Nirudie tena. Kule kwa wachawi ndio kuna maneno anaambiwa kabisa utamke hivi, ukitamka hivi itakuwa. Huku kwenye Ukristo tunaambiwa huyu baba ambaye Pastor Mbaga anamfundisha hapo ni baba yako pia.
Haleluya. Huyu baba ambaye nawaambia habari zake anajua lugha ya moyo. Kwa hiyo huyu mama wakati amesoma lile andiko alidai ahadi, akaonyesha ishara ya kushika, lakini maneno yaliyotoka mdomoni ni maneno yake yeye mwenyewe. Tengeneza maneno yako mwenyewe, yapeleke kwa Mungu. Haleluya. Ndugu zangu, kutoka kwenye moyo wangu ninampenda huyu Mungu kwa sababu kuna vitu vikubwa amenionyesha kwenye maisha yangu. Nikiwaambieni huyu Mungu ni mzuri, ni mzuri. Usijifunge kwenye religion ambayo kuna saa kweli utapiga magoti kabisa na shetani atakwambia lugha uliotumia mbele za Mungu haifai. Hawezi kukujibu kwa sababu umetumia lugha ambayo haifai. Mwambie shetani, Mtume Paulo anasema, na Roho mwenyewe hutuombea katika kuugua kusikotamkika. Lugha yangu inaweza isiwe sahihi, lakini lugha ya Roho ina nguvu kuliko lugha yangu. Kwa muda wako mwenyewe soma Waefeso 3:20, utaisoma kwa muda wako. Siku ya Sabato tulikuwa tunahitimisha maombi yetu wakati wa divine service. Kati ya maombi tutakayoomba ni Waefeso 3:20. Ashukuriwe yeye awezaye kutenda zaidi ya vile tuombavyo, kutamka au kuwaza. Uliwahi kujua kwamba hata kuwaza ni maombi? Yaani ukiwaza tu. Nikiwaambieni kwamba tunahitaji connection na Mungu muda wote, ni kwa sababu mpaka mawazo yetu, kuna saa unawaza Mungu anasikiliza, mwanangu amewaza kitu fulani, kabla hajaniambia nitampatia. Ninyi ni mashahidi kabisa. Shetani akisimama hapa na Yesu asimame hapa, Yesu aseme nataka mashahidi wangu wasimame waeleze, na wewe utasimama kwamba kuna wakati Mungu alikujibu vitu ambavyo hata hukumuomba. Sasa kuna saa unaniambia lakini pastor, najisikia nina dhambi. Ngoja nikwambie, kama unajisikia una dhambi, unajisikia uko down kwa sababu ya dhambi, hiyo ni dalili nzuri. Ukijiona hujisikii kwamba una dhambi, wewe ndio wa moto, utakuwa kuni. Kwa sababu kitendo cha kujisikia una dhambi ni dalili kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani. Kama ujisikii umekufa ganzi, wewe ni mgonjwa. Sasa ufanyeje ukijisikia una dhambi? Kwanza unamwendea Yesu kwenye kiti chake. Kile kiti cha Yesu kina jina. Ukielewa jina kwamba kinaitwa kiti gani, ndio utakuwa na nguvu. Kinaitwa kiti cha rehema, sio kiti cha hukumu. Shida wewe unaenda ukiangalia ni kiti cha hukumu. Leo ananionaje? Hiyo sio kazi yake. Wazazi wote mlioko hapa, niwaulizeni swali. Ni kosa gani ambalo mtoto wako atatenda umkane kabisa, sema huyu sio mtoto wangu, asikanyage nyumbani? Sasa ngoja niwaambie tuwe honest. Sisi wanaume kuna makosa yakitendwa tunasema huyo mtoto asikanyage wapi? Mnajua nani ambaye anaendelea kubembeleza? Mama. Baba acha. Mwachie mtoto aje nyumbani. Sitaki akanyage hapa. Ameniudhi kabisa. Utahangaika we, lakini hawa mama wana pawa yao. Atarudia tena, atakubembeleza tena. Baba, hebu punguza hasira. Sitaki. We na mtoto wako ndio mna njama. Anasubiri siku nyingine tena, anarudia tena. Wewe utakuta mzee taratibu anakuambia basi, nimekubali aje hapa lakini anyoe hizo nywele. Unajua kwenye Biblia Mungu amechukua sifa zote, ya baba na ya zote anazo. Anapongea kama baba, baba yetu liye mbinguni. Anapokuja kama katika sifa ya mama, anasema mwanamke anaweza kumsahau mtoto wa tumbo lake, lakini mimi, anakwambia mimi ni zaidi ya mama aliyekuzaa. Ukimuuliza Mungu, wewe unanionaje? Anasema nimekuandika kwenye mkono. Mama wako anakusahau, lakini mimi kila nikiangalia hivi nakuona. Ninataka niwaambie kitu ambacho shetani hataki mkisikie, na ikiwezekana huko baadaye utakata kapande ukasikilize ukarudia hata ukiwa unalala. Nataka nikuambie hivi, Mungu hana mpango wa kukupoteza. Huo mpango haupo. Hata
kama shetani akudanganya kwamba wewe una dhambi sana uko hivi, baba yako hana mpango wa kukupoteza, atakutafuta kila ulipo. Nimemwona Mungu akiwaokoa watu hatua za mwisho, wanakaribia kukata roho hivi mbele ya macho yangu hivi. Mtu aliyekataa imani mpaka mwisho, hatua ya mwisho, yuko hospitali ya pale Muhimbili, Dar es Salaam, anasema niitieni mchungaji. Ni jamaa alikuwa jeuri, mbabe, hataki mambo ya kiroho. Nimefika pale jamaa anaongea kwa hatua, Pastor, Mungu anaweza akaniokoa kweli? Na mimi namuuliza Mungu rohoni mwangu, sasa baba, anaokolewa kimwili au kiroho? Na Yesu anakuambia huyu kimwili ataondoka, lakini kiroho lazima okolewe kwanza. Nimeshuhudia mengi kwenye maisha yangu, acheni nimpende huyu Yesu. Kuna mtu alikata roho nikiwa nimemshikilia, lakini amekufa, ana smile. Unatamani kumwambia Mungu, simrudishe kidogo nimuulize ameona nini? Kuna watu tumewachorea mstari hapa kwamba wanaenda motoni. Utafika mbinguni, anakuonyesha pa kukaa. Anakuambia hii siti ni ya Njoroge, wewe nenda Kamau, wewe si ni Kamau kwako hapa. Anasema imekuwaje? Huyo ndiye Mungu tuliye naye. Anatafuta watu kwa gharama yoyo. Kwa nini nimeongea haya kabla sijaanza? Kuna watu mko hapa, wengine mnanifuatilia, nataka niwaambieni, jana tumekubaliana hatutakubali mtoto wa kwetu yeyote apotee. Hiyo tumekataa. Tuwe tumeona evidence au hatujaona, tutang'ang'ana. Mwingine ukiendelea kuomba sana ndipo anakuja amelewa, mpaka unasema siniache tu. Hakuna kuacha. Akija amelewa anawasumbua pale nyumbani, fungueni milango, fungueni. Nenda ukamfungulie, lakini ukimfungulia moyoni unaomba. Lakini omba maombi ambayo ni tofauti na siku zote. Badala ya kusema Mungu, mbona imekuwa hivi, nimemlea kwenye imani, mbona amebadilika? Ukimfungulia na mleta hapo, mwambie kwenye moyo tu, ongea, sema ninaona mhubiri wa injili hapa. Hizi kelele zote zitaishia kwenye kuhubiri. Haleluya. Zitaisha kwenye kuhubiri. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Yani claim. Yaone mambo ambayo hayapo kana kwamba yapo. Mungu atusaidie sana tukayafanyie kazi haya. Fungua kitabu cha Matendo. Yohana sura ya 13 fungu la 35. Yohana 13:35. Alafu Matendo ya Mitume, hiyo utaisoma kwa muda wako, uende kwa baadaye nitaigusa kidogo. Hii tu andika 2, Matendo 2 fungu la 41 mpaka 47. Lakini kwa sasa ninaanza na Yohana 13:35. Ikiwa unapenda kuandika kichwa, andika moyo mmoja, roho moja. Nimesemaje? Wewe andike tu hivyo. Niulize kwamba kile chama chetu cha tumekiita Amo Dorcas wamejiandaa leo kupokea vitu? Okay. Itakuwa ni mwishoni kule. Yohana 13:35 anasema, hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Moja ya utambulisho ya kwamba sisi ni wanafunzi wa Yesu sio miujiza, sio kuhamisha milima, sio kuwa na baraka za uchumi, sio pesa. Moja ya dalili ambayo imetajwa kubwa kuliko zote ya kwamba sisi ni wanafunzi wa Yesu ni kupendana sisi kwa sisi. Ikiwa kuna vitu ambavyo ni vya hatari kwenye maisha ya kiroho na tumuombe Mungu atuondolee, ni vita inapoibuka kati ya sisi kwa sisi. Ni hatari sana.
Wakati Samsoni ameenda kuwapiga Wafilisti kwa kutumia mbweha aliyowafunga moto, wakaenda wakachoma yale mashamba yote wakamaliza. Wafilisti wakaenda kumtafuta Samsoni. Samsoni alienda kulala kwenye pango akiwa ametulia. Wafilisti wakaja kwa Waisraeli wazee, wakawaambia, tunajua aliyefanya matendo haya ni mtoto wenu, mleteni tuweze kumuua. Hawana ujanja, ikabidi waende kumfuata Samsoni. Wakamkuta amelala kwenye pango, wakamuuliza, umetutendea nini? Mbona umetufanyia mambo kama haya? Unatuingiza kwenye matatizo, umeenda kuchoma mashamba ya Wafilisti na unajua wao ndio wanatutawala hapa, mbona umetusumbua? Samsoni anawauliza, kwani kuna nini? Anasema, wamekuja wanahitaji kukamate, na sisi tumemwambia tutakuja tukukamate wewe. Samsoni akamwambia, hakuna shida, nifungeni, tafuteni kamba mpya mnifunge, ila tule kiapo kabla. Kiapo gani? Anasema, mniahidi kwamba nyewe wenyewe hamtanishambulia. Kwa nini? Napigana kwa roho wa Mungu, na roho aliyeko ndani yangu yuko ndani yenu. Tukipigana wenyewe kwa wenyewe tutamalizana, ila haya majamani achieni, nitashughulika nayo. Wazee wakaelewa, wakamfunga vizuri. Walipomfunga wakampeleka pale, wamebeba hivi, Wafilisti wanashangilia, ameletwa. Samsoni aliwaambia, mkinifikisha hapo ondokeni. Ukisoma kwenye Biblia ukaona sehemu yoyote stori ya Samsoni inatajwa, alafu unasikia maneno roho wa Mungu akamshukia, ondoka hilo eneo. Alikata zile kamba, akawaua wale watu. Mimi ni movie yangu nimeitengeneza kwenye kichwa. Alianza kutumia mikono, akashindwa, maana anawapiga, naona kama ni wengi. Akatafuta chombo, akakuta taya la punda, ndo akawamaliza wote. Watu waliokuja wana mikuki, wana silaha. Unakuta kuna ndume moja inakimbia, nguo zimechanwa, amebaki na kitambaa. Ukimuuliza kuna nini, anakuambia Samsoni. Alafu Biblia inasema alipowamaliza, kiu ikamshika, anataka kufa kwa sababu ya kukosa maji. Sikia maombi anayofanya huyu jamaa. Hiyo sio religion, ni spirituality. Anamwambia Mungu, hao watu wote nimeua wameisha hapa, alafu isikike kwamba eti nimekufa kwa sababu ya kukosa nini? Mungu, hii kitu hailipi, hii biashara no. Majibu ya Mungu, Mungu anapasua ardhi, maji yanatoka. Hii story ya kufumba macho tuliletewa na wazungu. Ulikuwa hujui? Nionyeshe kwenye Biblia. Wazungu wameleta kwa sababu Waafrika wanamwambia tuombe, anaanza kuangalia kuku. Wanamwambia tuombe, anaanza kukagua. Tena na waonya kabisa. Kuna kamera ukiona huko wakati wa ibada, kuna wengine wakati wa maombi ndio missionary akasema, hao watu ukitaka uwadhibiti, tufumbe macho tuombe. Kwa hiyo kufumba macho kunatusaidia sisi ili akili focus. Lakini watu ambao wanamjua Mungu wao, wanamjua kama Baba, anaweza akaomba akiwa kwenye mazingira yoyote. Wakati tunakuja na Chris njiani, nilikuwa napokea simu za watu kadhaa hapa. Mtu anataka maombi pale pale. Huwezi kumwambia Chris paki pembeni tuombe. Tutafika saa ngapi hapa? Nikamwambia wewe endelea kuendesha, acha mimi niendelee kuombea watu. Huyu Mungu mnamuonaje? Huyu Mungu anawapenda. Ukiondoa wazo la kwamba Mungu anakuona kama mkosaji, hakujali, ukaliondoa ukaweka wazo moja tu kwamba ninapendwa, utaona miujiza mpaka utashangaa. Mwangalie jirani yako, mwambie unapendwa mbinguni. Si umesikia hata moyo wako umefurahia kidogo? Hasa kama unapendwa mbinguni, mpende na jirani yako. Sasa upendo tunaoongelea hapa sio emotions. Kwa sababu watu wanachanganya sana.
Hata kwenye ndoa, hao wazee wetu ambao wamekaa kwenye ndoa muda mrefu sana, ukiwauliza vizuri wanaelewa kuliko wa vijana ambao wana mwaka mmoja, miaka miwili. Unapoingia kwenye ndoa kwa mara ya kwanza, unaongozwa na emotions. Aina ya upendo ambao unakuongoza wakati ule ni eros, ambao ndio Waingereza wakapata neno erotic, ndio inakuongoza hiyo. Ukianza kukaa kwenye ndoa, baada ya muda unaanza kujua reality, ndio unaanza kushtuka, kumbe anakoroma. Hey. Zile blind spots zinaanza kuondoka. Ukitoka hapo sasa, kinachofanya ndoa iendelee sio upendo ule wa kwanza, ni upendo namba 2 ambao unatokana na hekima na ufahamu. Tunaita upendo wa maamuzi. Yaani unaamua kupenda. Haleluya. Yaani hapo umeamua kwamba anipikie chakula asinipikie, nimeamua nitampenda. Hiyo ndio inasababisha ndoa zisurvive. Kama ndoa yako inaishi kwa emotions, mtaachana kesho. Lakini pastor, kwani ina maana kwamba emotions itakuwepo, inatakiwa iwepo, ni sehemu ya baraka. Emotions ni baraka, lakini si control ndoa. Aina ya upendo unaoongelea ni upendo unaotokana na Kristo pekee, ni agape. Ukiona Paulo anauelezea upendo huu, anasema upendo huu hauhesabu mabaya. Yaani amekutendea baya, lakini bado unaendelea kumpenda. Sikia wanandoa kidogo. Tunatenda mema kwenye ndoa sio kwa sababu mwenza wangu amenitendea jema, ila kwa sababu inatakiwa nitende jema. Haleluya. Hawa vijana hawaelewi. Wataelewa saa ikifika. Ndio maana tunawaapisha. Na wenyewe na watazama. Mmesoma viapo, mmeelewa. Haya, njoo. Na moja ya kiapo tunachokuapisha ni kwa shida na kwa raha. Tena unasema kulingana na amri ya Mungu, na kwa maneno haya nakupa ahadi yangu. Saa itafika. Sasa pastor, unamaanisha nini? Ukisikia Yesu anasema kwamba mpendane, dunia itajua kwamba amekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ni. Neno lilotumika pale ni agape. Wacha Mungu wote mlioko hapa, unapoingia kwenye kanisa, usije ukadhani kwamba unakutana na miungu. Utakutana na watu wenye karakta za kwao. Ametoka nyumbani kwao. Tena nafuu hawa karakta ambazo zinabadilika. Kuna watu wana personality disorders na wapo kanisani. Siku utajua mambo yao mpaka utashangaa. Sasa hivi kwenye mitandao inayo trendy disorder ambayo ina trendi kufundishwa sana ni narcissistic. Kwa nini? Kwa sababu imeumiza watu wengi. Lakini ziko nyingi. Kuna aina disorder nyingine ambayo mwenza akiwa nayo, ni mwenza wako, yeye kila saa anahisi unachiti. Hana evidence, ila akikuna tu unaongea na mtu anakwambia sasa kama hujui unasema huyu namuacha kesho. Huwezi kumwacha. Ndivyo alivyo. Mnajua kuna nyingine disorder nyingine ambayo mtu akiwa nayo anaona watu ni wachawi. Yaani tu amekaa hivi anakuambia pale kanisani alifanya mkono hivi. Sasa kama hamjajua mnaanza kusema huyu mtu yukoje? Anaita wenzake ni wachawi. Ile ni disorder. Mpende. Anaposema Biblia kidogo, kuna sehemu niseme hatuielewi vizuri, lakini tunakuwa kiroho kila siku. Nasema amri 10 za Mungu, Agano Jipya halikuleta amri mpya. Mimi nasema hivi, kwenye Agano Jipya kuna amri mpya. Iko moja. Imeletwa mpya. Mpaka Yesu mwenyewe alisema amri mpya nawapa.
Yesu asemi uongo. Ina maana haikuwepo. Ni ipi? Amri ya Agano la Kale inasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Agano Jipya inasema mpendane kama nilivyowapenda. Hiyo ni mpya, haikuwepo. Ya Agano la Kale, mimi nakupenda kama ninavyojipenda mimi. Agano Jipya inasema sio kama ninavyojipenda. Anza uangalie mimi Yesu nilikupendaje. Ukiona nilivyokupenda, na wewe mpende mtu. Sasa hiyo ikoje? Iko hivi. Wewe uliyeko hapa, kama utakuwa mkweli mbele za Mungu, una madhambi mengi sana. Mungu amekufeva. Kama angeamua watu wafe leo sasa hivi hapa kwa sababu ya dhambi zao, akisema tu one, wote tumeisha hapa. Ni juzi nimewambia, ikatokea tu Mungu anishushie ka spiritometer kama katochi, anaambia tu Mbaga, ukiwamulikia watu hivi mambo yao yote yanaonekana. Utasikia watu wanatafuta ile nyumba, wanaijua hiyo hapo nyuma, wanaijua kabisa iko hapo, lakini atakuuliza hivi short call ni wapi hapa? Sasa hivi hapa kuna mtu tunaongea, ulifanyiwa kitu na mwenzako, una uchungu naye, moyo unauma kwa sababu kuna kitu alikufanyia. Amekufanyia kitu kigumu kweli kweli, mpaka ukija kanisani unashida, ukimwona amekaa hapa unasema hivi mtu ana roho ya namna gani? Nataka nikuambie hivi, msamehe sio kwa sababu alikuomba msamaha, ila kwa sababu Kristo alikufeva na wewe. Najua ni ngumu, ila kwa roho wa Mungu inawezekana. Nakupa mfano, kama unadili na mtu mwenye narcissistic personality disorder, hawajui kuomba msamaha hata kama wajua amekukosea. Yeye anataka, sio kwamba hawajui amekosa, kuna sana najua kabisa amekosa, ila ego yao iko kwa kusema msore. Baada ya kusema msore, ataanza kukuchekea, anakupa zawadi, anaweza kwambia twende tukatembee. Wewe uko moyo unasema hivi, huyu mtu makosa yote ulionitendea, hata kusema samahani umeshindwa. Anataka kuashumu kama mambo yako hata na yeye samehe. Nilikuwa nafundisha vijana kwenye dating. Moja dalili kubwa ya kumjua mtu mwenye disorder ni hii: siku zote mkienda lunch, mmeenda out, huwa hawajui kulipa. Wao kila siku anakuambia amesahau simu yenye pesa au wallet ameiacha. Ukiona hizo dalili hizo, anza kuelewa na date mtu wa namna gani. Dalili ya pili kubwa, brain yetu sisi ina sehemu ambayo tunaita reflective thinking, ambapo mzee wangu akinisimulia story yake ya uchungu, automatic na feel it. Wao hiyo pati hawana. Kwa hiyo ukitaka umjue, msimulie story ya maumivu, hadithi ya uchungu, utamkuta anakazana sana kuonyesha uchungu, maana hana. Ni jana tu nimeposti nikaonyesha hizo personality disorder moja hapo, kwamba akiwa kanisani anakuaje, akiwa kwenye public anakuaje. Wakiwa kwenye public ni watu wazuri sana. Kama yuko na watoto, yuko na mke wake, hiyo ndoa ni ya mfano. Publicly anaweza kabisa, yani mke wake kuna kitu akamfuta kabisa. Sasa wakati ule anamfuta, yule mama naye yuko kwenye illusion fulani kwamba hivi ni real, ni yeye au ni nini, lakini wana nguvu ya kucontrol kiasi kwamba akifanya vile, akimaliza na upendo wote mbele ya watu, sweetheart, jamaa, pole, ukigeuka tu tulia. Wana hiyo power. Mtu mmoja akaamini kwamba ni mapepo, lakini sio, ni personality disorder. Alafu unaambiwa umpende hata huyo. Njoo wafanyabiashara mlioko hapa, wengine kanisani, kuna watu humu ndani anakuja kiroho ili akukope pesa. Ukishampa, katika kile kitabu cha kuangalia magonjwa ya akili DSM-5, sasa hivi hapa wameingiza ugonjwa mwingine ambao umeingia, ni ugonjwa wa kukopa.
watu wenye huo ugonjwa wanajua kukopa, wana maneno. Mimi nawaombea waje kwenye uinjilisti ili hiyo nguvu waitumie kuongoa watu. Anajua kukupanga, na wana nguvu kiasi kwamba akikupanga sasa hivi hapa, kuna pesa yako hajarudisha, ukimpa nafasi next time anakutoa ya ngapi? Ya pili. Akiondoka unawaza hivi nimempaje? Na akikujua wewe ni wa kiroho, tunakwambia tuombe kwanza. Mkiomba imekwisha. Yesu anasema pendaneni. Haleluya. Matendo ya Mitume 2:41 anasema nao waliolipokea neno wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapatao 3,000. Mimi nimeita mvurugano wa neema, the dispersion of grace. Neema inavuruga. Sasa unasema maana yake nini? Hapa tulipo
kukempu, weka vitu vyako hapo, nenda pale. Wanakaa gani? Akaniambia ile pale, nikaenda pale shaikani kwanza akapiga tu kidogo, akaniambia hujati kule nyuma. Nimeambiwa kwa wachungaji, yeye ni wachungaji. Sasa hiki kiti cha pasta wakija hapa, na mimi kwa upande nikanyanyuka nikaenda naenda. Kuna watu wakangoneza, ndio pasta Mbaga kuri na kisindu moja Mchungaji, samahani, lakini awamu nyingine uvae tai. Kuna vitu kama 4 vilifanya hao watu wawe na upendo wao kwa wao, kanisa la mitume. Hivi tukivichukua kwetu tutakuwa na upendo. Nimewaambieni hakuna siku mtakaa pamoja msikoseane. Hiyo kitu ondoa. Kwenye kwaya mtakoseana, mpaka mashemasi wenyewe kwa wenyewe kuna zao nakosana kwenye kuhesabu sadaka. Mimi nimehesabu sana, mbona huyu anaandika tu? Kila mmoja ana majukumu yake. Kukosana kupo. Wenzetu kuna vitu 4 viliwasaidia wakadumu katika umoja. Namba 1, walibaki katika fundisho. Biblia inasema wakao wakidumu katika fundisho la mitume, na katika ushirika, na katika kumega mkate, na katika kusali. Mambo mangapi jamani? 4. 1, fundisho. Mchungaji yuko hapa, wazee wa kanisa wako hapa. Kwa haki kabisa ni kazi yao kusimamia misingi na imani ya kanisa hili. Tukiona kuna mtu anatoka nje ya mstari, kwa haki kabisa asipewe mimbari. Ndio sababu Biblia na roho ya unabii inatakiwa iwe sehemu ya maisha yetu. Na mtu akifundisha kitu lazima twende tukakipime katika neno. Mafundisho yasiyo na misingi katika Biblia yataligawanya kanisa. Kwa mimi hapa nikiongea, usiniangalie kwa cheo changu. Maana nitafundisha nasema, lakini ameongea ni mkurugenzi kutoka division. Hakuna habari ya division kule mbinguni. Nimeongea kitu, nenda kaandika, nenda kaangalie neno la Mungu linasemaje. Neno la Mungu ndiyo kiongozi wetu. Haleluya. Rudi katika neno. Kama una mafunuo mapya, jadiliana na ndugu. Haleluya. Simuona hata hii habari ya kutumia ahadi za Mungu kwenye kuomba, nina ushahidi, nina support ya roho ya unabii. Ndio maana nawaambia fungua ahadi ya Mungu, soma, ifanye kuwa ombi. Wakati naanza kufundisha hii, na mimi nilikuwa challenged. Kuna watu wakaniambia hapana, hii kitu ni moto mgeni. Nikarudi kwenye roho ya unabii. Nilivyo na roho ya unabii inanisupport, nikawa na ujasiri wa kufundisha. Haleluya. Neno la Mungu. Bible study ambayo tunakuwa nazo sio sehemu ya kubishana, ni sehemu ya kujifunza. Asa unakuta kuna watu wao kazi ni kucriticize everything. Yaani mtu akifundisha hapa hasimami, yani hamsikilizi ili ajifunze, anasimama ili akosoe. Ndio ukitaka wajue katika lesoni wanajadili mpaka picha. Mnaanza, unaona hapo kichwa cha somo na picha. Kikombe hiki kimegeuka hivi. Inatusaidia nini? Namba 2 ambayo iliwapa nguvu sana wa watu, ushirika. Ushirika ni mahusiano ya karibu
Ndio nikawasifia sana nyie, maana mna ushirika. Wakati mwingine sijajua, sitaki kuwaingilia, natoa tu mfano, tumeelewana Wakati mwingine mpange sabato moja, aidha kwa robo au hata kwa miezi miwili, mtakavyoamua nyinyi wenyewe. Watu wapike vyakula nyumbani kwao, isiwe ile ya kupikiwa na mtu mmoja. Watu walete kila mmoja chakula alichonacho, huyu ana nini kulingana na uwezo wake. Vikiletwa hapa vyote vimwagwe sehemu moja, tule kutokea eneo moja. Mtu anachukua kidogo, ambaye anapenda nduma apewe, anayependa mokimo, githeri. Haleluya, hiyo ndio ushirika. Tumepoteza hii testi, turudi kule tena. Mnaamua tu jamani, sisi hapa Parklands mara moja kwa robo tutakuwa na sabato moja ambayo Mungu atawapatia hekima. Mtapata lichombo likubwa la kuweka. Mkiamua kwenda kutoa oda kwenye maviwanda ya plastiki, toa oda, tutengenezee. Natoa tu kwa mfano, lakini vyote vichanganywe sehemu moja. Huu shirika ni mzuri sana. Wenzetu wa Agano, kanisa la mitume, walikuwa wanafanya hivi nyumba kwa nyumba. Wakitoka hapa wanakwenda, wakitoka hapa wanakwenda hapa. Hatuwezi sasa hivi kwa sababu ya mazingira. Ushirika, Mungu atusaidie sana. Pamoja na kuumega mkate, kusali na maombi, Jumatano tusidharau, tuje hapa kwa ajili ya maombi. Wapendwa, tunapokaribia mwisho sasa, kwenye kitabu cha The Great Controversy ukurasa wa 379, Ellen White anasema, ujumbe wa malaika wa kwanza ulikusudiwa kuwatenga watu wa Mungu na mivuto ya uharibifu ya ulimwengu. Kama wangeupokea ujumbe kutoka mbinguni na kujinyenyekeza mioyo yao mbele za Bwana, kanisa lingefikia tena hali ile ya baraka ya umoja, imani na upendo uliokuwepo katika siku za mitume, wakati Bwana alipoongeza kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Rafiki yangu, ninakusihi hapo ulipokaa, jifanyie tathmini mwenyewe. Tubu, mwambie Mungu, ninatubu pale ambapo sikuonyesha umoja. Namba 2, omba uwezo wa Roho Mtakatifu wa kupenda. Maana kuumizwa kupo, utaumizwa tu. Roho akusaidie uweze kushinda. Mungu akupe maono ya mbele, akupe maono ya mbele, ili hata kama mtu akikuumiza umsamehe na kumpenda. Omba ego yako idhibitiwe na Roho Mtakatifu. Bila ego kudhibitiwa na Roho Mtakatifu, tutashindania nani amefanya nini, mimi nimefanya nini. Na mimi niwaambieni ndugu zangu, kabla hatujaomba, sisi wote hapa ni stars wote, na usije ukaanza kupambana na mwenzako anavyong'aa. Ng'aa kivyako. Nimemwangalia sana yule ndugu yake na Abeli, kilichomponza ilikuwa kuangalia sadaka ya mwenzake. Moshi umeendaje? Badala ya kudili na sadaka yake. Kama kuna kitu natamani Mungu atutendee, tufikie level ya ku-embrace each other. Mimi nitaitwa kufanya kazi mimbarani kwa level, hata si wachungaji unavyotuona hapa, kila mmoja ana karama yake. Kuna mwingine ukimleta hapa atakuwa mchungaji mzuri kwa vijana, usimtafute afanye revival. Acha adili na youth. Kuna mwingine ukimleta ni administrator mzuri kabisa, church board anakalia vizuri. Kuna mwingine mkiwa naye kazi ni kujenga, mtajenga mpaka vibanda vya biashara vya kanisa. Hiyo ndio karama yake. Na nyie huyo msimlaumu, hafanyi effort. Ndio kwa wazee wa kanisa ni hivyo hivyo. Mimi ninafurahia kila mtu akija kiperform kitu chake hapa mbele. Kuna saa akili yangu inaweza isielewe, lakini I don't care, anamtumikia Mungu wake. Wote tushikane mkono tuwe kitu.
Wale mliopewa baraka kufanya biashara, kafanyeni biashara kana kwamba hiyo biashara ni ya Mungu aliye hai. Fanya kwa bidii kabisa. Ukija kanisani mtumikie Mungu. Kuna wengine mna karama ya uchungaji, mnafanya kazi benki. Sio lazima uache kazi yako ya benki. Mungu amekuita kuwa mchungaji, ndio utafanya kazi ya uchungaji ukiwa wewe ni accountant. Kuna mwingine utakuwa ni mwinjilisti, wewe ni mwalimu. Kuna wengine wanakosea, anaacha kazi yake, anakuja huku. Sikia nikwambie, huku tulipo sisi, usije kama kweli hujaitwa uje upande huu. Mimi hata nikiona watoto wa wachungaji wamekuwa wachungaji, nasema hao wameitwa kweli kweli, maana wanajua vituko vyote, wanafanyiwa mambo ya ajabu. Mpaka kuna mmoja ananiambia kama kazi ya uchungaji iko hivi, kila mmoja afanye sehemu yake. Siku ya Sabato hapa kwenye Divine Service tutafanya maombi ya general. Njoni na mipango yenu ya mwaka, iandikeni, ileteni mbele za Bwana. Lakini tutafanikiwaje tusipokuwa na umoja? Lazima tupendane. Kabla hatujamaliza siku 10 za maombi, kama kuna mtu ambaye mlikuwa hamsalimiani, nenda mkasalimiane. Kuna wale jeuri, utamtumia message ya kumwomba msamaha na bado atakujibu jeuri. Usitishike. Ondoa mzigo kwako. Acha kila mtu abebe msalaba wake. Muombe pia Mungu akuonyeshe watu sahihi. Hallelujah. Hallelujah. Everybody needs 3 types of friends. Number 1, the one to cry with. Number 2, the one to laugh with. Number 3, the one to grow with. If you find someone with all these types in one, you are the most blessed person. Haya maisha huwezi kuishi peke yako. Unahitaji watu. Hata kama una cheo kikubwa kiasi gani, kuna saa inafika mauti kikukuta, unavalishwa nguo na mwingine. Si tunajua hiyo we need each other. Usiweke kiburi, usiweke kinyongo. Kinyongo kinakuzuilia baraka, kiondoe. Mtu akikataa kabisa, sitaki, hatutaongea, uliniudhi sana, ule mzigo umeuondoa kwako. Tupendane. Naomba tusimame. Wale watu wa chama cha Amo Dorcas, naomba waje hapa mbele, na wale wenye vitu walivyoleta kwa ajili ya kusaidia wenye shida. Kwanza nione ni wangapi wamekuja na vitu, nguo, viatu, hata na pesa pia ni sawa. Nyosheni mikono. Asante wapo. Kwa hiyo mashemasi pia wengine watashika vyombo vile vya sadaka, na kama mchungaji na wazee wa kanisa wataniruhusu katika hili, hata sadaka ambayo tutaitoa leo iende kwenye chama cha Amo Dorcas kwa ajili ya kusaidia watu. Basi wale ambao wanahusika, viongozi wako wapi wa Amo Dorcas? Hatuna hata mmoja leo. Kama hatuna, tunateua hapa shemasi. Wameenda kuchukua vitu. Okay. Asante. Wale ambao wamekuja nazo hapa nataka zije ili tuweze kuomba. Na wale ambao wana pesa kwa ajili ya hiyo wanaweza wakatoa sadaka hapo. Kama una pesa njoo straight tu sasa hivi ukaweke hapo kwa mashemasi wetu. Lakini kama una vitu, wale wenye vitu pia njoni. Ngoja wakati mashemasi wa Amo Dorcas